habari tulizonazo, mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Lissu ashtakiwa kwa uhaini. Maelfu ya watu katika Jamhuri ya Dominika watoa heshima za mwisho kwa mwanamuziki maarufu nchini humo Ruby Perez, na huko Uingereza yatangaza msaada zaidi wa kijeshi kwa nchi ya Ukraine. Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati Mheshimiwa Dr. Doto Biteko amewataka watendaji wa sekta ya nishati kuhakikisha wanatekeleza majukumu yao kwa ufanisi, ikiwa ni pamoja na kutoa huduma bora kwa wananchi. Dr. Biteko ameipongeza bodi ya wakurugenzi na wafanyakazi wa EWURA kwa uandaaji wa taarifa za maendeleo ya sekta ya nishati kwa mwaka 23-24 kwa kuwa zina umuhimu mkubwa kwa serikali katika kufanya maamuzi, kwani zinasaidia kuona mwenendo wa sekta ya nishati na kuonesha hali ya sekta hiyo ya nishati, mafanikio, changamoto pamoja na fursa zilizopo katika kuiendeleza. Dr. Biteko ameeleza hayo jijini Dodoma wakati aliposhiriki katika uzinduzi wa taarifa hizo za maendeleo ya sekta ya nishati kwa mwaka 23-24. Kwa upande wa sekta ndogo ya gesi asilia, Dr. Biteko amesema kama zilivyo sekta nyingine za nishati, kwa mujibu wa taarifa hiyo, imeonyesha kuwepo ongezeko la matumizi ya gesi asilia viwandani, majumbani na kwenye vyombo vya usafiri. Mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema Tundu Lissu amefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam na kusomewa shtaka la uhaini. Mbali na shtaka hilo, anatuhumiwa kwa kuchapisha taarifa za uongo kuhusu kuharibiwa kwa uchaguzi wa serikali za mitaa uliofanyika mwaka 2024, kutumika kwa polisi kuipa kura na majaji kutotenda haki kwa kuwa ni wateule wa rais. Hata hivyo, mahakama imesema haina uwezo wa kusikiliza makosa ya uhaini na kuhairisha kesi hiyo mpaka hapo Aprili 24. Awali jeshi la polisi nchini Tanzania lilisema lilimkamata Lissu mkoani Ruvuma kwa tuhuma za kufanya uchochezi wa kutofanyika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Aidha, polisi nchini humo kupitia taarifa yake ilitoa onyo kwa vyama vyote vya siasa kutotoa maneno ya uchochezi, kashfa kwa polisi na serikali au viashiria vyovyote vya uvunjifu wa amani katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu mwaka 2025. Bunge wa jimbo la Vwawa mkoani Songwe Mheshimiwa Japhet Yasunga ameipongeza serikali kupitia ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu kwa kutoa mafunzo ya ujuzi kwa vijana ambayo yamewawezesha kujiajiri na kuajiriwa katika maeneo mbalimbali nchini. Mheshimiwa Yasunga amesema hayo bungeni Dodoma wakati akichangia hotuba ya bajeti ya ofisi ya Waziri Mkuu na bunge kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Aidha, amesema utekelezaji wa programu hiyo inayoratibiwa na ofisi ya Waziri Mkuu itasaidia kutatua changamoto ya ajira kwa vijana. Maelfu ya watu wamejitokeza katika Jamhuri ya Dominika kutoa heshima zao za mwisho kwa mwanamuziki mashuhuri Ruby Perez aliyefariki dunia katika mkasa wa paa la ukumbi wa burudani lililomwangukia pamoja na mashabiki wake siku ya Jumanne wiki hii. Takriban watu 220 walikufa katika mkasa huo na serikali imetangaza kuundwa kwa jopo la wachunguzi kuchunguza mkasa huo uliokumba club ya Jet Set. Binti ya mwanamuziki huyo, Zulinka Perez, aliyekuwa pia akitumbuiza na baba yake wakati wa mkasa, amewaeleza waombolezaji kuwa ana bahati yuko hai. Mamlaka haijabaini sababu ya kuporomoka kwa paa la klabu ya burudani ambapo sherehe yake ya kitamaduni ya Meringue Monday ilikuwa ikifanyika. Serikali ya Uingereza imetangaza itaipatia Ukraine msaada zaidi wa kijeshi wa kima cha dola milioni 450 ambazo zitatumika kununua ndege mpya zisizoendeshwa na marubani na kukarabati vifaru vya kijeshi. Hayo yalitangazwa katika mkutano ulioendeshwa na mawaziri wa ulinzi kutoka Uingereza pamoja na Ujerumani kule Brussels. Marekani ilikuwa mstari wa mbele kuiunga mkono Ukraine katika vita na Urusi, lakini tangu Rais Donald Trump kuingia madarakani, hilo limebadilika kwa kiasi kikubwa. Mwezi uliopita, Waziri Mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer
alitangaza makubaliano ya pauni bilioni 1.6 kwa ajili ya makombora kufuatia mkutano wa viongozi wa Ulaya uliofanyika kule London. Hata hivyo, chama cha Liberal Democrats kimekosoa kiwango cha msaada huo, kikitaja kuwa ni kiasi kidogo ikilinganishwa na mahitaji halisi ya Ukraine. Tukiangazia mzozo huko DRC, maafisa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wapatanishi wa waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda wamewasili mjini Doha, Qatar kwa mazungumzo yenye lengo la kumaliza mapigano ya miezi kadhaa ambayo yameibua hofu ya mzozo huo mkubwa wa kikanda. Haya yanajiri siku moja baada ya kundi la M23 kuishutumu serikali ya DRC kwa kile wanachodai kuwa ni ukiukaji mkubwa wa makubaliano ya usitishaji wa mapigano na ukiukaji wa haki za kibinadamu. Jeshi na wanamgambo wake wakiungwa mkono na wanajeshi wa Burundi walirejea tena katika kituo cha kibiashara cha Walikale baada ya Sisi kuondoka kwa nia njema, M23 ilichapisha kwenye Facebook hapo jana. Kundi hilo linadai kuwa baadhi ya mashambulizi yanayofanywa na vikosi vya Kongo na washirika wake yanahatarisha maisha ya jamii za Banyamulenge na kukiri kujitolea kwake katika utatuzi wa amani wa mzozo huo. Qatar iliitisha mkutano mwezi uliopita kati ya rais wa DRC na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame. Ilikuwa ni mara ya kwanza kwa viongozi hao wawili kukutana tangu M23 ilipoanzisha mashambulizi yake ya sasa. Kongo, Umoja wa Mataifa na majumuiya ya kikanda yanaishutumu Rwanda kwa kuunga mkono M23 na kuwapa msaada wa silaha za kijeshi, ingawa Kigali inakanusha madai hayo.